Tumekaa Morogoro pale karibia wiki 3 mwenyekiti, tunavutana kwenye bei, lakini pamoja na kuvutana kwenye kikao kama hiki, nataka kuhakikishia kwamba kuna vikao vya nje vilikuwa vinafanyika vingi sana, mpaka tukafanikiwa siku ya juzi bei kutangazwa ya msimu unaokuja. Na kwa uzoefu wangu mimi jamani, nimekulia kwenye tumbaku, sina pengine pa kwenda. Ndio maana tumbaku ikiharibika nakosa amani, nakosa raha kabisa. Mimi nilikuwa bwana shamba, nimekuwa kwenye bwana shamba mpaka leo nimefika hapa. Sasa katika umri huu nitaenda wapi? Au jamani, mtanipeleka wapi tena kwingine? Hapa ndio nyumbani kwangu. Kwa hiyo tumbaku ikiharibika, manake naona kabisa maisha yangu pia yameharibika. Kwa hiyo kwa uzoefu wangu, kwa bei ambayo imetangazwa, mambo mengine yakienda vizuri, mambo mengine pia nitaongea hapo, hiyo bei ni nzuri. Mkeka wa zaidi ya $2, mkeka wa tumbaku wa zaidi ya $2 huwa ni mkeka mzuri kuliko mkeka wa tumbaku wa chini ya $2. Sawa jamani? Na bei ambayo inakuja ni zaidi ya $2, ni $2 na senti 5. Sasa bei $2 na senti 5, wale ambao mmelima kwa muda mrefu mnaweza mnakumbuka huko mbele, huko nyuma, kwamba iliwafanyia nini. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuwaambia wakulima, biashara ni fursa, na biashara inakwenda juu, inashuka chini. Wasikate tamaa, bei ni nzuri. Tunarekebisha mambo mengine yanayofuata ili bei hii ikampe manufaa mkulima. Wajipange kuingia shambani, kwa sababu kinachowapeleka shambani ni nini watakachokipata. Na niombe radhi kwamba mwaka jana bei imechelewa kutoka mpaka wakulima wameingia shambani, lakini ni kwa sababu tulikuwa tunabishana sana. Sasa mwenyekiti, pamoja na haya yote ambayo yalitokea kuanzia msimu wa juzi, serikali imefanya nini kuhakikisha kwamba hawa wakulima ambao wamepata shida wakati wanauza tumbaku yao, angalau kunakuwa na kitu fulani ambacho kinafanyika? Jambo lingine ambalo lilikuwa linafanyika ni kwamba chini ya Mheshimiwa Waziri wa Kilimo alikuwa anaendesha vikao na mabenki. Lengo la kukaa na benki ni kwamba wapunguze riba kwenye mikopo hii ambao wakulima waliingia kwenye kilimo hiki ambacho tunamalizia masoko yake. Sawa jamani? Sio msimu unaokuja, hapana. Mikopo ambayo tayari ikishatolewa. Kuna benki zilikuwa zimetoa mikopo kwa 11%, wengine walikuwa wametoa kwa 10%. Serikali ikawaomba hizo riba zipungue ili angalau mkulima aweze kupata kitu chochote. Kwa hiyo napenda kutumia fursa hii, na hili jambo Mheshimiwa Mwenyekiti alikuwa aseme waziri mwenyewe, lakini kwa sababu nimekuja kwenye kikao kikubwa kama hiki, mimi nitamwambia nimeshaongea. Napenda niwataarifu na niwatangazie kwamba benki zetu sasa kwa maandishi, zimetuandikia na maandishi, zitachaji riba ya mikopo ya msimu uliopita, msimu 25-26, kwa dijitali moja kwa 9%, ili kupunguza makali ya mikopo, lakini na gharama za wakulima, ili angalau wabakie na kitu fulani kitakachowafanya msimu huu waweze kuvuka. Hilo la kwanza. Lakini la pili, mjadala ambao umefanyika ni kwamba hizi benki zinafanya nini katika hali hii ya masoko na urejeshaji wa madeni kwa vyama vya msingi. Kilichofanyika na ambapo tayari tumeshapata maandishi kupitia benki ya NMB tayari kama wamo humu, lakini tunategemea na benki zingine, na nitumie fursa hii na benki zingine zifanye hivyo hivyo. Tulichokubaliana ni kwamba hizi benki zinaenda kupitia upya mikopo ambayo imetolewa kwa wakulima ili kuangalia mwenendo wa urejeshaji. Yaani kwa maana nyingine ni kwamba kushindwa kulipa deni isiwe msingi wa kumshindwa kumkopesha mkulima kuingia msimu unaokuja. Kwa nawashukuru NMB, wamekuwa wa kwanza kuandika barua ya kwamba wao watapitia upya mikopo na wataona watakavyoipeleka mbele au watakavyokaa na wakulima wao, lakini tunategemea benki zingine pia, CRDB, Azania, NBC
Coop na wenyewe waandike barua kuonyesha jitihada ambazo watazifanya kuweza kumsaidia mkulima, kwa sababu usipomsaidia mkulima, maana yake wewe benki pia utafanya biashara gani? Si ndio jamani? Maana hata yeye hatafanya biashara. Ukimweka mkulima kiwepo pale, maana yake wewe inakufanya na wewe uendelee kufanya biashara ya tumbaku. Kwa hiyo hilo la kwanza ambalo limefanyika, kwa sababu tusingeweza kutulia tu kwamba haya sasa bei imeshuka, sasa tunaacha hivyo hivyo iende. Tukaona kama serikali tuhangaike, tuone namna ya kusaidia hawa wakulima. Lakini jambo lingine ambalo lilifanyika, wote wengi hapa ni wakulima, tunajua kuna tumbaku iko nyingi kwa wakulima, si kama wenzangu hamuelewi hilo, lakini tumbaku ni nyingi, imezalishwa mwaka huu. Jukumu la serikali ni kuhakikisha tumbaku hiyo yote imetoka kwa wakulima. Mkulima hawezi kutunza tumbaku jamani, nataka niwaambie. Ukikana tumbaku mwezi moja miwili, ikianza kuliwa na wale wadudu wanaitwa bito, hiyo tumbaku haina soko, mnafahamu? Inatakiwa ichomwe moto. Kwa hiyo ukishamkalishia mkulima abaki na tumbaku, maana yake unazidi kumuongezea tatizo linazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo serikali ikakaa na mabenki kuwaomba waziwezeshe kampuni ndogo za kizawa zipate mikopo, zile zitakazopata garantia ya benki ya benki ziwekwe utaratibu wa kununua tumbaku iliyozidi kwa wakulima. Ndio maana mliona mwezi wa 6 tumesaini mikataba, na mimi nitumie nafasi hii sana kumshukuru katibu tawala wa mkoa ambaye alisimamia ili zoezi la kusaini mikataba na zile kampuni kwamba wewe una deni hili hapa la msimu uliopita, unalilipa namna gani ili tukuruhusu kununua tumbaku ya msimu huu. Na mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Ahadi nyingine ambayo naipenda nitoe hapa mwenyekiti, ni namna ya wajumbe hawa kuweza kufika kwenye viwanda kuona kinachotokea. Mwenyekiti, kwa mara ya kwanza katika maisha yangu nimeshuhudia tumbaku imebaki haijauzwa. Na ukitaka uione vizuri, nenda kwenye kampuni ndogo. Kampuni zote kubwa ziliathirika, hasa Alliance One aliathirika sana na Mkwawa, lakini kampuni ndogo ndo zimetikisika kabisa, zimeshindwa hata kwenda mbele kwa sababu ya ule mzigo ambao umekaa pale Morogoro. Ilifika hatua sisi kama bodi tulifunga makufuri ili ile tumbaku isitoke, ili tuisimamie, ikiuzwa ndio wakulima walipe. Lakini tulifika muda tukakabidhi zile funguo, kwa sababu mzigo unaweza kuharibika huko ndani, kesi kakubadilikia. Kwa hiyo tukaona kwamba hii mikopo ambayo napata ya kununua tumbaku, atakayehusika kulipa wakulima ni benki yenyewe. Hii mikopo ya kampuni ndogo hizi ambazo mnafanya nazo biashara, anayelipa ni benki mwenyewe. Kwa hiyo utaratibu tuliweka kwamba kampuni yenyewe itapeleka majina ya benki na tumbaku iliyonunuliwa, na mtu wa benki atakuwepo jirani, alafu benki inalipa wakulima moja kwa moja. Kwa nini tulifanya hivi? Kwa sababu kwanza tumbaku zinabaki kwa wakulima. Tunafanyaje kama serikali zile tumbaku zitoke kule kwa wakulima? Na mimi nataka niwaambie, mpaka sasa msaada ambao tumepata kutokana na hili tuliloliamua ni mkubwa sana. Lakini la pili, wale wakubwa walipokuwa wananunua tumbaku peke yao, walikuwa wanaona kuna tumbaku iko pale na tusubiri, kuna nyingine iko pale haina mnunuzi, nyingine iko pale haina mnunuzi. Kwa hiyo walikuwa wanaenda taratibu kununua tumbaku, lakini walikuwa wanajiachia wanavyotaka, ushindani hamna. Mliona baada ya kuwaingiza hao jamaa, masoko yalianza kufanyika hata weekend, wakati mara kwanza alikuwa hayafanyiki siku za weekend. Kwa hiyo maana yake ujio wa wale pia uliongeza ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo hili pia limefanyika. Lengo la jitihada hizi ni kuhakikisha kwamba tumbaku inaisha kwa mkulima, wakulima wasibakie na tumbaku, kwa sababu hatari hiyo ipo. Wale wakulima, nadhani mnaweza mkaniunga mkono hapa, kuna mkubwa alikuwa ameacha tumbaku tayari, si ndio? Wakulima wameuza, zimebaki bere 2000, 1500 hazikununuliwa tena, sio mbali na hapa, Kaliua hii hapa, lakini Uramu wakubwa walikuwa wameacha tumbaku.
Tumeingia kwenye meza tena ya mjadala, nadhani umeona wamerudi tena kununua ile tumbaku. Lakini kuna tumbaku nyingine ambayo ina heni, tumehangaika tuhakishe inauzwa. Ninachotaka kuwapa message, hali sio nzuri. Yaani hilo nataka muelewe. Yaani mambo hajakaa vizuri sana. Ni mambo ambayo tunatakiwa kustruggle. Na katika hili tuwe wamoja, tusaidiane. Kama mwenzangu una uwezo wa kutusaidia, una soko sehemu, hebu tushikamane, tuwe wamoja. Hebu tutatue changamoto za wakulima kwa pamoja. Na ndio maana nimekiri kwamba nimefurahi sana kuitwa kwenye kikao hiki, kwa sababu nyinyi ni watu wa muhimu sana ambao mnakutana na wananchi moja kwa moja. Kwa mwenyekiti, hilo nikasema nilifanya. Mwenyekiti, na kama wanavyosema hapa wawakilishi wa wananchi, wanapeleka tumbaku inakaa nje, na kwa kweli baadhi ya tumbaku nyingine ambayo inaharibika inakwenda Morogoro, mnaiona chafu, inatokana vile vile na uharibifu huu ambao kwa kweli unafanyika. Wakulima wetu kule wakiwa wamejiandaa vizuri, wameandaa vizuri tumbaku, inakuja kuharibikia kwenye maeneo ya soko. Sasa bodi niombe, kuna baadhi ya mambo mengine, na mmesema kuna watu wengine wamejichomeka humu, hawana maslahi mapana na wakulima, na kwa kweli wanafanya maamuzi mengine ya hovyo, wanayumbisha tasnia sasa ya tumbaku, lakini wao sio wasemaji, wamekaa pembeni. Sisi tunaomba hicho kikao kingine, mkurugenzi mkuu wa bodi ya tumbaku, ambacho kwa kweli mnataka tuje tuzungumze, tutamhitaji vile vile mrajisi wa ushirika awepo, na sisi tuna mambo kadhaa ambayo tunataka tuseme huko kwenye ushirika. Kukiwa kuna haribika, ndio haya mambo mengine yanapatikana. Tumbaku ya mkulima inabebwa inaenda kukaa juani wiki 2, haijashushwa kupata nafasi kwa ajili ya kwenda kuuza. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumbaku ikikaa juani kwa muda wa hizo wiki 2, tafasiri yake mkulima anapoteza mambo mawili. Moja, tumbaku inapoteza ubora iliyokuwa nayo wakati inabebwa kabla haijaenda sokoni. Lakini pili, inapoteza kilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakulima walipima tumbaku zao belo la kilo 50, limekaa wiki 2 pale linashushwa, limebaki na kilo 45, 46, 47. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Na magodauni kule yanakotoka wakulima, karibu AMCOS zote Mheshimiwa Mwenyekiti zina magodauni yake. Lakini leo tumeona mfano, nitolee mfano Mkwawa ambako ndiko na mimi tumbaku niliuzia. Yale magodauni waliotegemea wauzie, yale yaligeuka store, tumbaku zikawa haziendi Morogoro. Kwa hiyo ikawa tunasubiriana sasa, tumbaku ziuzwe, ndo zitolewe, lishushe gari, panajaa, na wanaenda wanapaki mle. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo nilikuwa namuomba sana mkurugenzi wa bodi, wakati mnakwenda kujadiliana, kuna shida gani, kuna changamoto gani, tumbaku zinunuliwe kule. Tumbaku iliyofungwa mwezi wa 4, mwezi wa 5 inakuja kuuzwa mwezi wa 8. Mheshimiwa Mwenyekiti, hayo yote yamechangia kwa sababu makampuni yalikataa kununulia tumbaku kwenye AMCOS husika. Mikopo hii ya wakulima wanayokopa, ukichukua muda wanaokaa nayo na riba wanazochajiwa hailingani na kile wanachokilipa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mikopo ya mbolea tunalipa mwezi wa 12. Mwezi wa 5 wa 6 kwa mujibu wa ratiba ya bodi ya tumbaku masoko yamefunguliwa. Lakini tunachajiwa riba ya 9% kana kwamba mkopo tumekaa nao miezi 12 yote ya mwaka mzima. Hali ambayo sio sawa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, leo ukienda vijijini, mfano mimi nizungumzie Uyui, nina vyama 100 AMCOS 146. Kwa taarifa nilizonazo mpaka sasa, AMCOS zilizoweza kulipa madeni ya mabenki hazizidi AMCOS 60. Maana yake ni nini? Kuna AMCOS zaidi ya 80 zimeshindwa kulipa madeni ya mabenki. Sasa kama zimeshindwa kulipa madeni ya mabenki, hatujapata kauli ya mabenki watakopeshwa au hawatakopeshwa. Hata wakati tunafurahia kwamba bei angalau inaweza kubaki vile, lakini kuna AMCOS hazitarudi shambani. Lakini acha hivyo, hata zile AMCOS zilizomaliza madeni, unakuta kwenye AMCOS na wakulima 300. Waliomaliza madeni ni wakulima 100. 200 wameshindwa kulipa madeni yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, nijisemee mimi, bahati nzuri nikiacha wenyekiti wa halmashauri, mimi ni mkulima. Mimi nimeuza kwenye AMCOS yangu, nimepata dola 26,000.
lakini kwenye kikundi chetu tuko watu 10. Katika wale wanakikundi wenzangu wamelaza dola 9,000. Maana yake mimi natakiwa nikatwe dola 9,000 kwenda kuwalipia wale wanakikundi. Kinachobaki ndio nipate. Sasa hayo maisha ndio wanayo baadhi ya wakulima wenzangu kule kijijini. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapolijadili jambo hili ni lazima tukubali. Tunatambua jitihada za serikali, tunatambua jitihada anayoifanya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kutetea hasa wakulima wa tumbaku. Lakini wako baadhi ya wenzetu wachache, na mimi nasema ni wachache, wanaotufikisha hapa na kuonekana kana kwamba Chama cha Mapinduzi hatufanyi wajibu wetu. Lakini ukweli ni kwamba Chama cha Mapinduzi tunatimiza wajibu wetu wa kuisimamia serikali. Tuombe Mheshimiwa Mwenyekiti kuielekeza serikali ikutane na wadau, tuwaeleze yako matatizo ya kidunia, tunakubali, lakini yako matatizo ya kwetu sisi watu tunaosimamia hii sekta ya tumbaku. Kuna baadhi yetu wameingia humu sio waadilifu. Lazima tuelezane ukweli. Tusipoelezana ukweli, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutakuwa tunasaidia chama chetu, hatutakuwa tunamsaidia Mheshimiwa Rais.